Serikali itaendelea kuchukua na inaendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuimarisha ajenda ya afya ya akili nchini. Ofisi ya Rais TAMISEMI inaendelea kushirikiana na Wizara ya Afya pamoja na wadau mbalimbali katika kutekeleza mkakati wa sekta ya afya nchini, yani Health Sector Strategic Plan 5, ambayo imetoa kipaumbele kwa afya ya akili kama moja ya sehemu ambazo ni muhimu kufanyiwa kazi kama mkakati wa kisekta. Baadhi ya mambo ambayo tunayaangazia ni pamoja na kuimarisha huduma za afya ya akili katika ngazi zote, kuanzia ngazi ya jamii, lakini pia kuongeza uelewa. Na hivyo tunapoongeza uelewa katika jamii itapelekea kupunguza unyanyapaa ili watu wasione haya kuzungumzia matatizo yao. Na hivyo ninafurahi kwa kweli kwamba mkutano huu mmeshiriki katika kutekeleza vipaumbele hivi vya serikali. Kwa ninyi tu kuwepo hapa, wadau wote pamoja na vijana na watu kutoka kwenye jamii, inatosha pia kuongeza hii chachu ya uelewa katika jamii ya masuala mazima haya ya afya ya akili. Na nilipokuwa nateta kidogo na mkurugenzi wa shirika hili la Women and Youth for Development Solutions, alikuwa ananiambia huu ni mkakati wao wa kupeleka maeneo ya pembezoni, ikiwa ni sehemu ya kupeleka huu uelewa. Kwa hivyo tunashukuru sana na naomba niwapongeze sana, kwa sababu na ninyi mmekuwa sehemu ya serikali ya kutekeleza vipaumbele hivi vya mikakati hii ya kuhakikisha kwamba afya ya akili inatolewa katika ubora wake kuanzia katika ngazi ya jamii. Lakini mikakati mingine pia ni pamoja na kutoa mafunzo na kuongeza watu wa huduma kutoa huduma hizi za afya ya akili. Ndugu washiriki, kabla sijamaliza, naomba nipende kutoa shukrani na pongezi kwa kweli. Kama ambavyo nimesema, mmechangia katika kutekeleza mikakati ambayo serikali imeiweka pamoja na nyinyi, kwa sababu tunapotengeneza mkakati wa kisekta huwa ni jumuishi. Serikali, idara mbalimbali za wizara mbalimbali, lakini pia na jamii kwa kushirikisha mashirika mbalimbali. Kwa hivyo mmekuwa sehemu ya chachu na utekelezaji wa mikakati hii. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza blend na manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.